Haya ndugu zanguni, karibuni tena. Tunaendelea kuwaletea ofa za maeneo kama unavyoona. Hili ni shamba, jumla ni ekari 32, lakini zimekatwa kwenye ekari 10. Kwa hiyo kuna 12, kuna 10 na 10 nyingine. Kwa hiyo hizi zinauzwa kuanzia ekari 10. Kama unataka ekari 5 unaweza kuongea na mwenzio mkakubaliana mkachukua eka 10 mkagawana wenyewe, au hata mkatiana eka 2 1 nyie wenyewe, lakini sharti ni kuanzia ekari 10. Na hapa tupo Kibaha, unaingilia rahisi, ni sehemu inayoitwa kwa Mfipa kutoka lami barabara ya Morogoro, unakuja eneo linaitwa Kumba, ndipo linapatikana hili shamba. Kama unavyoona ni shamba ambalo watu bado wanalima. Bahati mbaya tu ni kwamba msimu huu mvua haikuwa ya kutosha, vimahindi hivyo vimechoka kama unavyoona, lakini hamna visiki, hamna mawe, hamna chochote. Ni shamba la kulima, huhitaji hata kuja na trekta. Ili unakuja moja kwa moja na jembe lako, unasembua kama ambavyo watu wa pwani wanalima, unaendelea kulima. Yale mashamba mengine ni mapori, watu mmesema wengine hamtaki kusafisha mapori, hamtaki hizo vurugu wala hizo kashikashi, mnataka tu shamba la kulima. Haya, shamba hili hapa limepatikana ekari 32. Ukitaka zote unapewa, lakini ukitaka pungufu ni ekari 10. Na maana 10, 10 na 12. Mkichanga watu wawili watatu mkakubaliana wenyewe mkanunua eka 10 mkatiane wenyewe, ni ninyi wenyewe, lakini linauzwa kuanzia ekari 10. Kwa hiyo unaona kuna kisamvu hicho hapo kimependeza, kuna mwarobaini huo hapo umeachwa makusudi, lakini kama unavyoona ni shamba ambalo liko plain, liko tupu kama unavyoona. Kwa hiyo karibuni sana wale mliokuwa mnasema tunataka shamba, wengine nyumba hamzitaki, mara mwingine nyumba mbovu, sijui ramani imekaeje, nyumba ya kizee. Haya, shamba ndo kama hili hapa. Ukiamua ujenge nyumba yako, jenga ramani unayotaka, jenga vile unavyopenda, maisha yanaendelea. Upande wa kule kama unavyoona kuna mikorosho mingi, lakini barabara kuu ndo imepita pale inayoenda upande wa huku. Lakini upande wa huku majirani wale pale, sijui kama mnaona vizuri hapa, nyumba hii hapa, hii hapa. Upande wa kule kote kuna kote zimejaa nyumba hizi, ng'ambo ya hapo nyumba hizo kama unavyoona. Hapa jirani mwingine ni huyo hapa, yeye amejenga kibanda chake hicho hapo. Yeye ameacha msitu ng'ambo ya huko, anafuga nyuki. Kwa hiyo ni moja wapo ya vitu unavyoweza ukafanya. Shamba lina rutuba kama unavyoona, halijasafishwa muda mrefu, bado watu wanalima kama unavyoona kule. Kwa hiyo karibuni sana wale mnaotaka shamba ambalo huhitaji kung'oa kisiki wala kukata mti, yani ni liko plain, liko wazi kama hivi unavyoona. Kwa hiyo karibuni sana, na atakayewahi atapata kipande cha kule juu ambacho kiko moja kwa moja na barabara ya mtaa. Na hapa hakuna madimbwi wala hakuna nini. Hata ukiwa na gari dogo kama taxi unakuja mpaka shambani unafika. Kama unavyoona mahindi haya yalilimwa, kuko plain kama unavyoona. Kwa hiyo hili halina kusafisha wala kufanya nini, ni shamba ambalo liko plain. Hapa tupo Kibaha, Kumba. Jamani karibuni sana. Bei ni milioni 20 tu kwa kila ekari moja. Bei milioni 20 kwa kila ekari moja. Kwa hiyo na maana ekari 10 hapo itakuwa ni milioni 200. Huko kote wameshakata viwanja watu, nyumba zile kule sio kama mnaona, na nyumba hii hapa, nyumba ile pale, nyumba ile pale, mihogo ile kule, watu kote huko kuna watu wameshakata viwanja. Kwa hiyo tunasema shamba kwa sababu ni kubwa, liko plain, lakini kimsingi hivi ni viwanja. Na hatutashangaa baada ya siku 2-3 tukaambiwa hapa tayari watu wameshanunua wanakata viwanja. Kwa hiyo karibuni sana. Atakayewahi ndio atakaye kuwa mjanja, na wa kwanza atajichagulia kule upande wa barabara. Kwa hiyo jamani karibuni sana viwanja hivi au shamba hili, na ulitumie vyovyote unavyotaka. Nimesikia maoni yenu ambao hamtaki mapori. Sasa hapa kazi ni kwenu. Asante sana. Subscribe kama unataka kuendelea kupata ofa kama hizi. Kule kumelimwa mihogo imestawi sana. Kote kule kunauzwa, bado ni shamba. Imebaki tu mikorosho michache ambayo imeachwa makusudi. Kwa hiyo karibuni sana, karibuni sana.
Huku ndio upande wa barabarani, kama unavyoona mihogo imepandwa, imestawi vizuri kabisa shamba lote kama unavyoona. Kuna mnazi huo hapo. Lakini barabara yenyewe ni hii hapa. Kama unavyoona ni barabara imenyoka. Hii hata ukiwa na gari dogo unapita. Kwa hiyo viwanja vimepangwa kwamba pale kuanzia pale eka 10 mpaka chini, hapa katikati eka 10 mpaka chini, na kule 12 mpaka chini kama unavyoona. Kwa hiyo jamani, karibuni sana mnaotaka mashamba ya namna hii ambayo ufanye kazi yoyote, wewe ni kuliendeleza tu. Na hapa pia kama nilivyosema, kama unavyoona huko kuna mashamba majirani ni hawa wamelima hapo. Kwa hiyo unaweza kulima minazi, unaweza kulima mananasi kama unavyoona haya. Chochote kile utafanya wewe mwenyewe unavyotaka. Kwa hiyo subscribe kama bado, ili uweze kupata update nyingine kama hizi. Na kama nilivyosema, mwaka huu usikae na kiwanja, usikae na nyumba ambayo hutumii, au pori au mabanda ambayo huyatumii. Pangisha ama uza, watu waendelee kutumia na wewe upate hela, maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo karibuni sana, maelezo yatakuwa kwenye description pamoja na namba za simu. Lakini kwa zaidi subscribe sana ili tuendelee kuwasiliana. Asante sana.